Naam, Waswahili wanasema kuinama kwa kondoo msikilizaji ni kusikiliza maneno. Hivyo ndivyo tulivyo na sisi kwetu News 24. Ukiona ukimya umetanda upande wetu, basi ujue tunachunguza habari zenye kuwa sahihi ili tuweze kukuletea moja kwa moja habari ambazo zimethibitishwa, habari ambazo zina ukweli ndani yake. Hii ni kwetu News 24. Unatupata moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, andika tu kwetu News 24. Lakini pia kwenye mtandao wa YouTube usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kupata habari hizi kiurahisi kabisa. Naam, miongoni mwa habari tulizonazo msikilizaji ni pamoja na wanajeshi wa wazalendo kwa ushirikiano na majeshi ya taifa la Kongo FARDC wamedhibiti vijiji vya Mpeti tarafani Walikale huko Kivu Kaskazini, kisha kujiondoa kwa waasi wa M23 wanaosaidiana na jeshi la Rwanda kwenye maeneo hayo. Hata hivyo, mapigano makali yameripotiwa kuzuka leo Jumapili tariki 29 Machi mwaka 2026 katika eneo la Oso Banyungu, wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi majira ya saa 1 baada ya waasi kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya ngome za wazalendo zilizo karibu na vijiji vya Kazinga na Ngululu ni ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Maeneo hayo mawili yaliyodhibitiwa na wazalendo wiki chache zilizopita sasa yako katikati ya mapigano makali, huku kila upande ukijaribu kuimarisha au kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Hata hivyo, M23 yaonekana kuendelea kujiondoa maeneo ya Minova, Minjenje, Milema, Kanuma ndani ya tarafa la Walikale. Raia wa eneo hilo wameshuhudia msafara mkubwa wa wanajeshi wa AFC M23 wakijiondoa moja kwa moja kwenye ngome zao, na inasemekana kuwa hata Masisi wengi sana wameondoka kuelekea mjini Goma. Wakati M23 ikiondoka huko Minova, raia wa eneo hilo wanazidi kulalamikia unyanyasaji na mateso makubwa. Vijana, wazee pamoja na wasichana wanaendelea kukamatwa na kubebeshwa mizigo ya zana za kijeshi kama vile bunduki pamoja na zana zingine. Licha ya makundi hayo ya waasi wa M23 kuwa na magari ya kutembelea, lakini bado wanatumia miguu bila kujali umbali wa kilomita wanakoelekea. Hivyo wanaoumia ni raia wanaobebeshwa mizigo. Lakini pamoja na kujiondoa kwa wanajeshi wa M23 katika sehemu nyingi mashariki mwa DRC, meya wa mji wa Goma ambaye ni mwanachama wa AFC M23 amesema licha ya kujiondoa kwenye sehemu hizo, raia wa mji wa Goma na Bukavu wasahau kabisa kuwa itatokea siku moja watajiondoa katika mji wa Goma na huko Bukavu kama wanavyoendelea kujiondoa kwenye sehemu nyingine. Ameyasema hayo meya huyo wa mji wa Goma, mwanamemba wa M23, akiwa mbele ya raia wa mji wa Goma akijibu maswali kuhusiana na kile kinachosemekana kuwa huenda waasi hao wa M23 wakaondoka pia ndani ya mji wa Bukavu na mji wa Goma. Wakati hali ikiendelea kuwa namna hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa kwetu News 24, Bwana Fredi Kaniki, msimamizi wa Twigwaneho MRDP, amefanya mkutano mkubwa na watu wa jamii yake wa Kenya na kuambia wajipe moyo, wajiunge kwa pamoja kwa mara nyingine ili waweze kuteka upya na kuchukua udhibiti wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ili waweze kujitawalia moja kwa moja na kujitangazia nchi yao. Amesema kuwa endapo hili litashindikana, basi watang'ang'ania eneo la Minembwe ambalo linapatikana eneo ya tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, ili moja kwa moja waweze kuchukua eneo hilo na kutangaza nchi, japokuwa itakuwa ni ndogo, ila wataichukulia kama nchi yao. Ila kumetokea na mtafaruko kati yao ndani ya kikao hicho, huko wengi wakipinga jambo hili na kusema kuwa tayari wameelewa siasa iliyopo kwamba ni ya upotofu mkubwa na hawawezi moja kwa moja kushirikiana na jambo hilo ambalo linaweza kuzusha tena vurugu na kati ya watu ambao walikuwa tayari wameanza kusikilizana nao. Endelea kubaki na kwetu News 24 ili upate mwendelezo wa habari hizi
pale ambapo tutakapoziweka angani. Naam, tukigeukia upande mwingine, msikilizaji na mtazamaji wa kwetu News 24, Constant Mutamba alizungumzia swala la kubadilisha au kurekebisha katiba. Kulingana na Constant Mutamba, mageuzi yoyote lazima zaidi ya yote iwatumikie watu. Ikiwa inakizi lengo hili, inastahili kuchunguzwa, lakini ikiwa inafuata maslahi ya upande mmoja, lazima ikataliwe, alisema Constant Mutamba. Aliongeza kusema anaunga mkono mjadala wa uwazi, wa amani na ushirikiano, huku akisisitiza haja ya kudai kuhusu motisha, mbinu na mazumuni ya mageuzi hayo. Constant Mutamba amesema hakuna marekebisho yanapaswa kuzoofisha kanuni za msingi za kidemokrasia. Kipaumbele, anathibitisha, lazima kibaki kuwa ni usalama wa watu, upatikanaji wa haki kwa wote na hali ya maisha yenye heshima kwa kila Mkongomani. Constant Mutamba amemalizia kusema hivyo. Kwa upande wake, Moise Katumbi Chapwe, gavana wa zamani wa jimbo la Katanga na mmiliki wa chama pinzani cha Ensemble pour la République, mmoja wa wapinzani wakuu wa kisiasa wa Rais Felix Tshisekedi, kwa upande wake anazungumza dhidi ya wazo la mageuzi ya katiba, wazo lililotetewa vikali na sauti kadhaa kutoka kwa kambi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, wanaozani wanataka kuchukua mkuu wa nchi kuelekea muhula wa 3. Kwake Moise Katumbi, mageuzi haya endapo yatatekelezwa, basi utakuwa ni usaliti mkubwa wa nchi na katiba ya DRC. Hivyo anakumbuka kwamba Felix Tshisekedi mwenyewe alikuwa sehemu ya mapambano dhidi ya mageuzi haya miaka 10 iliyopita wakati Joseph Kabila alipokuwa madarakani. Hata hivyo, Martin Fayulu Madidi amesema kwamba mageuzi ya katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haipashwi kabisa kufanyika wakati huu, na kama mageuzi yatafanyika, basi inabidi wafuate mkondo mwingine. Shukrani sana mfuatiliaji wetu wa kwetu News 24 kwa kuendelea kutusapoti. Usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kucomment, usisahau pia kulike na kushare kwa wengine, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu na wengine waweze kuzipata kiurahisi. Na kushukuru kwa kuwa nami mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Sina la ziada kwa leo. Uwe na wakati mwema hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.